Now this is a message maybe to the fans. This is a special message maybe unapata kwa fans. Labda fan alikubali msanii kama bado ako ana serve God, ako kwa ministry anafanya kazi za God. And then all of a sudden this artist ama this minister aka change route, akaingia kufanya vitu zingine, which we have seen with different artists in our country imefanyika hivyo. So sometimes unapata hawa fans bado wamecling tu pale, wamecling kwa ule msanii, wengine wako tu pale labda kama ni kwa Instagram, manze tunakuombea urudi, lakini pia bado itabidi wana support Kenya anafanya kwa sababu bado wanaangalia, wanasema manze tumeacha kukunywa, acha kufanya nini, acha kufanya nini. So fans kama hawa unaweza advise aje? Sidhani it is right msee na mimi siongea about world. Kama mtu hajaokoka, this is not for them. Mimi naongea about watu wa kingdom. Mtu alikam na jina la Yesu, sawa, tukamkubali, ako clear that sasa amekam na jina ya either another person ama jina yake. Wewe kama mtu wa kingdom lazima ufikirie hii jina yake itanisaidiaje. The name of Pitson, hata uombe with my name the whole night, hakuna kitu itakufanikia. Sina ability ya kuheal. Hata jina ya Mr. T, uwezi cast demon out useme in the name of Mr. T come out. Uwezi. Ni ule Yesu tumebeba. So the name of Jesus Christ has power. Unaget? So mimi nikikambila Yesu, I promise you siwezi wasaidia. Hata nikuwe naimba poa aje, it has no power in it. Itakuentertain, utafeel ubwana funga voice lakini haina power. So watu wa kingdom mimi nawaambia hivi, kama mtoi kama msee alikam in the name of Jesus, sawa, akafanya kitu na tukafind favor na yeye, ama yeye akafind favor na sisi, so tukamkubali, akirudi bila hiyo jina, bro, nilikwambia kuna punda fulani iliwahi beba Yesu. Unaikumbuka hiyo punda? Yes. Wasee walikuwa na lenguo chini, hiyo punda ikanyage. Sasa hiyo punda ikikuja bila Yesu, bro, si hatuko tunakuwekea wewe hiyo nguo. So watu wa kingdom mimi nawaambia, discern. Times have changed. God anadu kitu mpya. Move na God, move na Holy Spirit. Tuache hiyo story ya kiki na sijui nani. Bado pasi tuna discuss. Nani yako gospel ama yako secular? Kama ina discussiwa hivyo juu yako au uko gospel. Baba nasema you'll know them by their fruit. See their music. See their music ni na si jina ni fruit. So we have a lot of miti za ndimu basi they are insisting ni miti za avocado. Na zina insist na media iko hapo. Are you mti avocado ama ndimu? Si mnaona, just check the fruit. Check the fruit, you will see. So it's time for Christians to move on. How long will we mourn? How long? Tuendelee na wale wanaenda, tujue God anadu nini in season, tujialign. Alafu pia hawezi blame mafan. Fan ni follower without a cause. Wao ufuata tu msee. Alafu unakuta the reason why itango celebrity ni juu kuna kitu na celebrate. Na majority of the things world tusaidia kucelebrate na kuanga status na inakuanga vitu zenye wameachieve, and sometimes inakuanga inspiring, but kumbuka inspiration is not transformation. So we celebrate medals, we don't celebrate scars. Scars ndo change wa say. So unakuta celebrities wako na fans but ministers wako na disciples, right? So as long as when ni fan ni kumaanisha umse ni celeb na kuna kitu na celebrate kwake, and there's no problem with celebrating, but lazima pia ujiulize impact yake kwa life yako inakuaje. Right. And the core business of people will celebrate us because we're in the media age, but lazima tukumbuke kuna time Paul aliingia kwa city, wase wakawa worship and they tore their garments, wakasema wase don't do this, we are not gods. Walisema we are not gods. So sometimes tunaweza kosa kuachisha, tunaweza kosa mika pasi, naweza realize watu wameanza kuosha barabara juu naingia mtaa. Mimi ndo nafaa kuwa stop. Niwaambie ni aje, msifanye. It's not about me, man. Because I'm just a mortal, mtani mada. So we have to convert them to disciples. Waanze kujua I am whom I am because of the God I serve. The moment wase walianza kushift from gospel to secular, I think kuna day nili update Facebook nikasema gospel imekuwa Jonah. Kuna gengeton, kuna reggae, kuna raga, alafu kuna gospel. That's why
msi wa secular atadu album na afanye gospel kwa sababu it's just a genre. Ili lose ile impact. Ile itakuwa songs dedicated to God and songs sung by people who know God. So majority of the people sing what they have heard about God, but not what they have encountered about God. So it's a hearsay. Alafu pia juu tuli generalize God Kenya ni ka supermarket. Watu wenda wakiwa na need ya kushop vitu za God, but they don't need the God of the things. Hata saizi utakuta kuna wasee wali convert wakaingia gospel, miracle ika happen wakaachana Mungu. So we are not pushing relationship, we are pushing outcome. So majority of the people walikuja kwa God juu kulikuwa na vitu za God. Na tuliambia watu vitu za God, hatukuambia watu Mungu wa vitu. So watu walikujia vitu za Mungu. Alafu kukakuwa kuna caveat ile kwa vitu za Mungu ni nyumba, gari, bibi. Hizo ndo vitu si uona kwa Mungu. Very wrong definition. Tulikosa kuona eternal life, tulikosa kuona the crown of righteousness, the crown of soul winning. So wase watakuja kuambia kama God yuko na mimi mbona anani bless. Hizo vitu unaita blessing, God uziita things. Kwa Matthew alisema these things the Gentiles I need of them. The Gentiles these things. Hapo akasema seek ye first the kingdom, priority and his righteousness, status, and then these things, not blessings, will follow you. Things. So si tulipasu things tukaacha kupasu kingdom na righteousness. And so utaishi kwa system ya justification na misquoting of scripture to justify your wrong walk. But again, Bible iliongea very clearly. Siku za mwisho many will leave the faith. Juu unajua siku za mwisho ni ati hatutakuwa na absence ya blessing. Grace itakuwa, blessing itakuwa, ile kitu itakuwa ni absence ya stability. So many will leave the faith. Kuna kitu inaitangwa faith. Kuna faith ya ku-attract things na kuna the faith ya ku-attract presence. So Paul aliandika akasema I've run the race, I've kept the faith, and now I'm ready to be poured as a living sacrifice. So many people waliteachwa faith ya ku-attract things, but hawakuteachwa the faith ya ku-stand in the presence of things. So majority hatuna muscle ya ku-handle God na ku-handle his things. So it's easier to lose God than lose his things. Kuna place David alipray after kumess na Bathsheba. Na hii prayer ilinifungua macho. David alisema Lord, let thy spirit not depart from me. Hakusema let the throne. Alikuwa zile za God unaweza take throne, unaweza take kingship status, unaweza take everything ushaini presence man. But spirit wako asiniache. Siku hizi prayer yetu ni maze God, hizi vitu zisiende. Na unaweza ishi a dry life lakini niko nacheka kwa Range Rover. Naweza ishi bila Holy Ghost lakini nipigange ma show time, taking people kwa kija yangu 5 bedroom. Niko na shanga mandula nimepanga hapo. Niko Dubai, niko nini. Lakini sina Holy Ghost. Na niko tu sawa. If anything, it is working for me. It's working for me. So basi kuna kitu moja umesema. Definition of the word success. That has to change. Hizi vitu pasi anasema hizo ni things and they are not a sign that you're doing better than anyone else. If God, based on his assignment in your life, thinks that you need more money or a better house, it'll come, bro. And we have absolutely no problem with that. The thing is to attach, yani umeattach calling ya God na success yake kwa hizo vitu. Because I have a good car, because I have a house, and we have caveat, we have absolutely no problem with those things. Hakuna shida. But tutakushow system ya God vile inawaka. Hizo vitu, they are such small things for him that kama anaona hii kitu you get my point, that if it is important to your calling, it will come. If it is not, it shall not come. In fact, I don't know explain here. 5 bedroom na bed sitter, difference ni quantity ya mawe ya ndarugu. Mawe ya? Ndarugu. Hiyo ndo difference. Ni quantity. Ni huku ulimwaga lori 10, huku kamwaga lori 2. Difference ya Mercedes na tuk-tuk ni quantity ya mabati na size ya engine. Tukikuwa tu real, zote ukunywa taa petrol. Maybe moja na zote zitakufikisha kule unaenda. Na zote zitakufikisha place yenye unaenda. But unaweza imagine man alipatia mabati value na man akakosa the real value ya eternal life, akaanza kupasua mabati. These are means of carrying the gospel. These are not the real things. In fact, it's only because of my Proverbs. Bible inasema the blessing of the Lord, not blessings plural. Blessing of the Lord. Inasemanga make it rich. Make it rich, sorrow. Hapo pa add kuna kuanga na he. There is a word he. He adds no sorrow. Do you know what God will consider blessing kanini? It's Christ.
haikuangi the blessings of the Lord. Inakuanga the blessing. The true blessing a believer can have is Christ. Na inasema hiyo blessing ndio ina make rich. Ina make rich. So the riches are not the blessing. The riches are not the blessing. Jesus is the blessing. And he addeth no sorrow. Hapo pahindo watu utoa. Watu wanasema the blessing of the Lord maketh rich and addeth no sorrow. Kuna he. That he is the Jesus. So if you lose Jesus, mtu wa Mungu unaweza kuendesha gari itakumada, hiyo ndo jeneza yako. Imagine. If you lose him, I tell you that it should be so radical. I love because by the grace of God mimi nimehang out na watu wadosi. By the grace of God kuna time mtu alinigengi V8 yake nipige maraundi. Niliendesha wiki 2 kanibo. Nikajiuliza what is all this fast kwa hii gari? Nikikupa tu umekaa tu juu kiinjini kinaguruma uko kwa jam kamza kwa tu kwa nduthi. You see, but you can see how vanity has been packaged as blessing. Yeah, right. And people are losing Christ. I know. For Ndarugo na mabati. I know. Ni sad. Wacha to take just a few more minutes kwa hii topic juu if mimi na feel hivi pasi hiyo ni foundation ya kila kitu msee anadu desire. Hiyo ni foundation like. Welcome to Real Hospital Utawala. We offer 24-hour outpatient and inpatient services. At Real Hospital Utawala, we have state-of-art theater that offers both general and specialized surgeries. This goes along with a 5-bed critical care unit and a modern dialysis unit. Other services that we offer include child health, maternity, dental, and optical services. Our emergency unit is fully equipped with a 24-hour standby ambulance. Our mandate as a hospital is to offer quality and affordable healthcare by compassionate professionals. It's accessible to all. If you lose that, utaingia ministry for the wrong reasons. Utaingia kuimba for the wrong reasons. Kuna msee alisema we have small men living in big houses, driving big cars. Small men. Yeah. Small men. In terms of size ama mental? Wachana na size. Spiritually. Okay. Small men driving big cars, living in big houses. Hiyo ni recipe for failure. Haiwezi work. Itafail. Juu once umesahau mbona ulitumwa, bro. Ulikuwa unatumwa na madhako pale unashinda ukisema mkate nusu maziwa 3. Una recite. Mkate nusu maziwa 3, kiberiti 2. Mkate nusu maziwa 3. Buda unajua kwa nini tulikuwa tunadu hivyo? Ndio ulikuwa unasema mkate kiberiti nusu. You know why we unapata pesa itoshi tatu. Lazima industry irudi hapo kwa kurecite. Mkate nusu maziwa 3, kiberiti 2. Lazima turudi hapo because we forgot. Tukaenda tukaleta maziwa nusu, kiberiti 3 na mkate 3. So hiyo ndio kitu ina happen. So lazima the foundation, una get the why and to ukiingia shule si hata form 1 the first lesson ilikuwa definition of words. Lazima mdefine what is this. I think that is very powerful kwa sababu hata I think it was Paul aliambia disciples akawaambia you follow me as I follow Christ. Alikupatia reason ya kufollow. In fact ukiangalia calling ukienda kwa Isaiah 6 inapeana illustration. Isaiah ameascend heaven, ameona macherubim, ameona smoke, mpaka angel amekuja na tongue, ameenda kuchukua moto, ameguza mdomo yake, amekuwa purged, amekuwa prepared. But kuna swali Isaiah ali have kujibu. God aliuliza who shall I send? And then akauliza who will go for us? Hiyo ndio the apple shida si sent. Juu kuna God anauliza who will go for us? Nani ataingia kwa hiyo corporate? When you're the biggest artist, useme Bwana asifiwe. I'm born again and Jesus is Lord. There is no me without Christ. Ama utakuja useme ni aje wase mazewa wa mtaa yangu ni aje, mazee nashukuru mafans kasi yo nyinyi singekuwa hapa. Na pia mazee God ni aje when you alafu rushe Instagram handle hapo. Follow me on alafu useme ni aje greatness imemit na greatness, unajua. You see the hata si mapasi. Hiyo swali lazima ujibu. Why are you going for him
or for you. You can go for your stomach. Boss naweza jenga church nikifikiria vile nitapata do. Naweza piga kama meetings and goal yangu ni offering. Right. Na naweza piga meetings nikiwa God, even if it's one soul. Manze, for your glory wacha happen. Na shida hati ya msee ni God anajua. Ukienda kwa Mark, Christ alisema he first of all called them to himself so that he may see whether he will send them. So the first calling is unto Jesus. Not sending. It's true. Christ aliwa interrogate, wacha nikae nao nione kama naweza. Kutumwa iko kwa objective. Ilikuwa the first calling is unto God. Right. Na so what has happened, wengi wamejituma na hawana the first call. Na ukiangalia fiti baada ya 72 kutumwa, yes, walienda wakapiga mapower, aliwaambia go and heal the sick, go and raise the dead, and then preach the gospel. And they saw the power. Wakasema we saw demons bow. Kwambia hiyo si objective. Kwambia don't be happy that they bowed. Be happy that your name is in the Lamb's book of life. Now see the order. The one that called them, sent them. The one that sent them, called them back and they gave a feedback. One day boss, tutarudi kupeana feedback. That nilikupea generation, nini nulua teach. Nilikuwa entrust na platforms. Nilikuwa entrust. Welcome to Real Hospital Utawala. We offer 24-hour outpatient and inpatient services. At Real Hospital Utawala, we have state-of-art theater that offers both general and specialized surgeries. This goes along with a 5-bed critical care unit and a modern dialysis unit. Other services that we offer include child health, maternity, dental, and optical services. Our emergency unit is fully equipped with a 24-hour standby ambulance. Our mandate as a hospital is to offer quality and affordable healthcare by compassionate professionals. It's accessible to all. Na follower 1 million followers. Other than kuwa postia picha ya kiatu na ku update weather. Wezi mzo wa weather forecast. Adi amaze it's a chilly day. Unaona 10,000 likes. Nilikupea million followers. Walete kwangu. Walete kwangu. Nikakupea mapafu. I know. Alafu unanipigia mapafu kwa track ya ganja planta. Wewe. Basi unakumbuka Abraham Ni noma. Abraham Isaac anataka nini? Wife, right? Yes. Abraham anatuma his most trusted servant kwenda kugetia Isaac wife. Hiyo ndo kitu imehappen. God anasema endeni, bring a bride for my son. Leteni bride. Unaget? Yes. So ukisoma hiyo book, ukisoma hiyo journey Eliezer alitake, uta notice everything he did alikuwa na refer to my master, my master, my master, not him. You're not there to look for a bride for you. Look for a bride for my master's son. Na waja tu ni to sum up. Hii ndio kitu ita happen. Na wasanii wametajwa hapo. Nikaa God alikuwa anajua. Anasema siku za mwisho watatokea kwa throne ya judgment. Na atasema Father, we sang in your name. Manzi. Wow. We sang in your name. Sad. Do you know what God will tell them? Depart from me, you workers of iniquity. I never. The word hapo ikwange I don't know. I never. Mukipiga konsa. Mimi sikuwa nawajua. Na inaendingia hapo ikisema your reward was with men. Kwa sababu nilikutuma uende upige crusade Mogoga, Kaocha, kana jina. Lakini ministry yako ilikuwa in need, ukatumia bishop quote. Na hiyo day nilikuwa nimepurpose kutumia your ministry for souls. So hiyo quote ulituma wakakupatia chwani, hiyo ndo reward yako. Your reward was with men. Na men walikulipa. So mimi heaven sina kitu ya kukulipa. Na hiyo ndo level naingianga ya kutumiwa na Mungu. God hajatuita tutumie. God ametuita tukue co-workers. That na show up kwa pulpit nasema Jesus I can't do without you. I can't save. Show up. Lakini naweza ingia kwa pulpit nimesag nipewe wase tu niaje wanaimba chorus yako tunagoteana tunasema aje vile nimekill show so inakuwa it's more of self and I tell you there are many driving their reward but there's no reward in heaven. Sasa this
fans stuck pale kwa Instagram, Yes. stuck kwa YouTube, wana watch video yote and then Mezi blame mtu. Kuna kuanga na false preachers na kuna false brethren. Yes. Au ni ma false brethren. Yes. You can't have a false pastor. If that pastor is false and is teaching the wrong gospel and someone is shouting amen, that's a false brethren. Yeah. So the point here is very simple. You know, pursue the truth. Ingieni level ya Bereans. Bereans, yeah. Huyu jamaa si Yesu. Huyu jamaa si Mungu. Ndio ni mstadio kitu anasema. In fact tunaitangwa men of God. We are men first then of God. Yes. Na haimaanishi zile songs alidu kitambo hazikuwa na Mungu. Yeah. Ni pale alianza kuhata hizo songs sasa hazina Mungu. Yeah. So the best thing, if you love your life, huyu jamaa atakudoctrinate. Manzi. Na ataanza kukuvia off. Na anze kufanya ikani kama hiki tu tunadu ndio right. Yes. Na majority of them God devil amewatumia kwa junction. Wacha nikupe du story fiti. Wakati Samson alimit Delilah, alilose macho, vision. Akalose nywele, power. Life yake ikaanza ku go down. Hiyo ni kumaanisha badala ya kuascend alianza ku descend. The final thing, the Philistines walipata kazi ya nguvu yake. Walienda ku make atengeneze wheat. Alikuwa na grind wheat kwa Philistine camp. So kuna wase wali lose vision, waka lose anointing, wakaanza kwenda chini according to the language of heaven. Saa hizi wanatengenezea enemy wheat. Ule mwenye walikuwa wanatuambia huyu ni devil. Leo wanamtolea songs, wanatengeneza wheat ya enemy. They are blind. And guess what? Wakati Philistines watamalizana na Samson, agenda ilikuwa kumada. So kuna watu wako na genuine favor ya God. Walikuwa anointed genuinely na God. God aliwapatia genuine influence. But saizi wanatengeneza wheat ya Philistines. Na the worst thing ili happen, God hakukubali anointing end into waste. Samson died with the very enemies he was meant to kill. Huo ni mtu aliimba magospel zika hit, lakini utamkuta hell. The very people he was meant to save alikufa nao. And it is a sad reality. Sometimes ukiangalia pulpit ama stage ni judgment, sio fame. Yeah. Judgment ya msee itakuwa heavy kwa sababu God atakuuliza, I gave you man, what did you do? Itakuwa sad. Itakuwa sad sana. Na lazima hii reality ikuje. Yeah. Yes. Welcome to Real Hospital Utawala. We offer 24-hour outpatient and inpatient services. At Real Hospital Utawala, we have state-of-art theatre that offers both general and specialized surgeries. This goes along with a 5-bed critical care unit and a modern dialysis unit. Other services that we offer include child health, maternity, dental, and optical services. Our emergency unit is fully equipped with a 24-hour standby ambulance. Our mandate as a hospital is to offer quality and affordable healthcare by compassionate professionals. It's accessible to all.